Nimepewa nafasi ya kutoa salamu, lakini kwa munasaba wa zoezi letu hili mashehe wataongea mengi. Mimi katika kusikiliza kwangu nimepata ujumbe wa kuwafikishia kidogo, basi naomba huo mchukue kama salamu kutoka kwangu, na nimeupata kutoka kwa aliyetufungulia hadhara yetu kwa kusomea Qur'ani, ambaye niliki kuisoma aya katika Qur'ani inayosema ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao mlioamini, ittaqillah, tuche tumuogope Mwenyezi Mungu, waltanzuru nafsum ma qaddamat lighad, na kila nafsi itazame imetanguliza nini kwa ajili ya kesho yake. Wattaqullaha inna Allaha kabirun bima ta'malun. Mashekhe wenyewe wakifika hapa katika zamu zao basi watafanulia vizuri, lakini kwa uchache wa elimu ni kwamba katika aya hii kuna ujumbe mzito tu ambao unaambatana na munasaba wa hiki ambacho tunakifanya sasa. Kila mmoja wetu atafakari katika nafsi yake, amche Mwenyezi Mungu. Na wanachuoni wanatuambia tafsiri nyepesi ya kumcha Mwenyezi Mungu ni kuacha kile ambacho Allah Subhanahu wa Ta'ala amekukataza na kukifanya kile ambacho Allah Subhanahu wa Ta'ala amekuamrisha. Kupatikana katika lile eneo ambalo Allah Subhanahu wa Ta'ala anakuhitaji upatikane, na kutopatikana katika lile eneo ambalo Allah Subhanahu wa Ta'ala hakuhitaji wewe upatikane. Lakini kwa munasaba wa jambo letu hili tunaambiwa waltanzuru nafsum ma qaddamat lighad, na pia nafsi itazame imetanguliza nini katika mambo ya kheri kwa ajili ya nafsi yake siku ya Kiyama. Na hapa sasa tutapoambiwa tunatakiwa tutoe katika mali zetu kwa ajili ya kuhakikisha mambo mbalimbali ya kheri, mambo mbalimbali ya dini yanafanyika kwa lengo la kuitengenezea akhera yetu. Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema katika Qur'ani, wama tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'inda Allah huwa khairan wa a'zama ajra. Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema mtu yoyote mwenye kutoa kwa ajili ya kutanguliza kwa nafsi yake, basi atakikuta mbele ya Allah hicho kitu ambacho amekitoa kutanguliza ikiwa na kheri na ujira uliokuwa mkubwa sana. Kwa kila mmoja ajitahidi na ajiandae kufanya mambo ya khairati, na miongoni mwa mambo hayo ni katika kutoa kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na mambo mengi ya kufanya, na mambo ya kusaidia madrasa, na mambo ya kusaidia elimu, na mambo ya kusaidia wagonjwa, na mambo ya kusaidia wajane. Haya yote yanatuhitaji sisi, na sisi tunapofanya basi Allah Subhanahu wa Ta'ala anatulipa. Mbora wa watu ni yule anayewanufaisha watu. Lakini ukienda katika surati Yasin, Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema katika Qur'ani kuonyesha kwamba kuna fadhila kubwa baada ya kutoa, anasema inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Hakika sisi tunauisha wafu, yani baada ya sisi kufa au kuondoka katika ardhi hii, Allah Subhanahu wa Ta'ala atakufufua siku ya Kiyama. Lakini wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, anaandika yale ambayo tumeyafanya kabla ya kufa kwetu na athari ya yale ambayo tumeyafanya. Maana yake kama utachangia katika ujenzi wa hili, ikitokea Allah Subhanahu wa Ta'ala atakuwa amekuchukua leo au kesho, basi ile athari itakayokuwa inapatikana hapa, zile fadhila Allah Subhanahu wa Ta'ala atakuwa anaendelea kuandika mpaka jengo hili litakapokuja kuwa limeharibika ambapo ni miaka mingi. Kwa hiyo siku hiyo utakapochukuliwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala, ile athari ya jambo ambalo umelifanya kama ni la kheri, basi Allah Subhanahu wa Ta'ala anaendelea kutuandikia sisi na tuendelea kupata fadhila huko tulipo. Wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.